kusaidiana. Wenye viti wana shida mbalimbali. Mwenyekiti anapopata shida, kwa umoja huu wote tunaweza kumsaidia. Ndio lengo kubwa la huu umoja. Na mimi tena niombe serikali kuu, baada ya kuchaguliwa, tunaomba Mheshimiwa Rais, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, wenye viti hawa wanafanya kazi kubwa sana, wanafanya kazi kubwa mno. Tunaomba kutufikiria wenye viti waweze kupata mshahara, hata kama sio mshahara, basi posho ya kueleweka, kwa sababu mwenyekiti huyu yuko na mtaa muda wote, masaa 24. Zetu wa TAMISEMI wametupangia siku 2 kuingia ofisini, lakini mwenyekiti muda wote anafanya kazi. Akiwa nyumbani, wananchi wanakwenda kumfuata nyumbani, akiwa ofisini wanakuja kumfuata ofisini, lakini mwenyekiti huyu hana mshahara. Naomba Mheshimiwa Rais, kama unatusikia, tufikirie wenye viti wa mitaa tuweze kupata posho ya kueleweka au mshahara. Nitashukuru sana Mheshimiwa Rais kama utatufikiria sisi wenye viti. Huku chini tunakuwakilisha vema. Ninashukuru tena mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, baba yetu Charamila, ni mlezi wetu, ametulea mpaka leo hii tumefikia tena muongo mwingine kufanya uchaguzi tukiwa chini yake. Tunajiandaa kufanya naye kazi pamoja kwa ushirikiano mkubwa. Baada ya kusema hayo, nimshukuru katibu wangu aliyechaguliwa leo, anaitwa Pipino. Nimshukuru mweka hazina, nimshukuru wote viongozi waliochaguliwa leo. Tushirikiane pamoja kuwasimamia wenye viti. Wale ambao hawajui sheria, tuwaambie sheria ikoje, tuweze kuwasimamia, tuwe kitu kimoja. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru sana. Mimi kwa jina naitwa Bwana Ramadhani Rashidi Kinyaia, ni mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa wa wenye viti wa mkoa wa Dar es Salaam. Leo hii tulikuwa kwenye uchaguzi wa kuchagua mwenyekiti, katibu na wajumbe wa mkoa, ambao wenye viti hawa na katibu huyu anapatikana kupitia wajumbe wa kila wilaya wa wenye viti wa serikali za mitaa. Kama ilivyo ada, unavyoona uchaguzi umefanyika kwa siku ya leo, umerudiwa, ni mara ya pili. Kwa hiyo uchaguzi huu, hii ni mara ya pili, na mara ya kwanza tulifanya uchaguzi na wenye viti hao wakafungana kwa kura. Kwa hiyo uchaguzi ukaahirishwa ukaja tena siku ya leo. Siku ya leo tunashukuru Mungu tumempata mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam, katibu wa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa tunatoka nalo hapa ni mkutano mkuu ambao utaitishwa katika mkoa wa Dar es Salaam, ambao utakutanisha wenye viti wote 574 wa mkoa mzima, ambao sasa tutaenda kupata taarifa na kutambulishwa upya mwenyekiti wao wa mkoa. Kama ujuavyo, seneti hawa wenye viti hao tumepiga kura, ni seneti ya wenye viti wote wa mkoa wa Dar es Salaam ambao tuko 40, ambao wenye viti 40 ndio tunachagua mwenyekiti, katibu, mweka hazina na wajumbe wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo kazi yetu tumeifanya, kwa leo tumeshapatikana. Sasa tunasubiri mwenyekiti huyu atakutana na mkuu wa mkoa, watapanga, na malalamiko yetu ya wenye viti wote atafikisha kwake, atafika kwa mkuu wa mkoa, atafika TAMISEMI, na mwisho wa siku atafika kwa waziri mkuu. Kwa majina naitwa Pipino Sudi Pipino. Kama alivyokuwa kusema mwenyekiti wangu, na nyinyi waandishi wa habari, leo mmekuwa nasi toka zoezi la uchaguzi lilipoanza mpaka lilipokwisha. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia leo kupata ushindi, na ushindi wa kishindo kwa viongozi wenzangu wenye viti kutoka katika wilaya mbalimbali za Dar es Salaam kunichagua kwa kuniamini kuwa katibu mkuu wa wenye viti mkoa wa Dar es Salaam. Kimsingi na kwenda kuwa mtendaji mkuu. Moja kati ya majukumu yangu ni kwenda kuhakikisha kwamba wenye viti katika mitaa yao wanatekeleza yale yote yaliyoainishwa kichama na kiserikali, lakini kikubwa kwenda kusimamia ulinzi na usalama
kikubwa kwenda kuhakikisha kwamba hakuna matatizo wala shida zinazowapata wenye viti, lakini kikubwa chengine ni kwenda kutetea maslahi ya wenye viti. Nikizungumza maslahi ni neno pana katika maslahi mbalimbali, kwa hiyo ieleweke hivyo, kwenda kutetea maslahi, na kikubwa kwamba tutakwenda kushirikiana vizuri na kaka yangu ambaye leo naye tumechaguliwa naye kuwa mwenyekiti wa wenye viti mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwa uongozi huu tunaopata sasa hivi na umahiri wake, tutakwenda kufanya mabadiliko makubwa sana katika uongozi huu wa wenye viti mkoa wa Dar es Salaam. Hususan mimi kama mtendaji mkuu nitakwenda kumsaidia mwenyekiti wangu kuhakikisha kwamba malengo na yale yote wanayohitaji wenye viti yanakwenda kutekelezwa katika mkoa wa Dar es Salaam.